Naam, wanakuwa Mwafrika. Nafikiri unaweza ukaona na ukashuhudia mwenyewe. Huyu ni raisi wa Urusi Vladimirovich Putin akiwa anawapokea wageni katika siku ambayo wakiwa wanaelekea tayari ilishafanyika na ilishapita ya kuwakumbuka mashujaa waliopigana miaka 80 kuondolea mbali unazi ambapo sasa kumbuka mataifa ya Ujerumani, vikosi vya Japani vya kijeshi, lakini pia vile vile na mwenzake yule bwana Benito Mussolini wa Italy. Wakati ule walisumbua sana dunia, lakini kwa kweli Urusi walisimama imara. Kwa haya ni maadhimisho yalikuwa ya miaka 80 yanayofanyika baada ya ushindi ambao ulitangazwa rasmi tarehe 9 mwezi wa 5 1945. Wakaiweka hii siku kuwa watakuwa wanasherehekea siku ya mashujaa duniani. Sasa umeona anavyokaribisha viongozi wa aina mbalimbali, kwa sababu kuna kitu ambacho Vladimir Putin anajaribu kuonyesha kuwa sisi sote ni kitu kimoja na tunataka washirika na sisi sote tutashirikiana kwa pamoja. Sasa kwenye hizi sherehe walihudhuria viongozi wa nchi mbalimbali, ambapo walikuwepo viongozi kutokea Serbia, viongozi kutokea Azerbaijan, viongozi kutokea Armenia, Slovakia, Cuba, Brazili, China na viongozi pia wengine kutokea Afrika pia. Lakini Pakistan pia, Pakistan yes, lakini na Palestina na wao pia viongozi walikuwepo, na viongozi kutokea Afrika na wenyewe pia niliwaona, mfano kama Misri, rais wa Misri nilimuona, rais wa Zimbabwe nilimuona na wengine kadha wa kadha, lakini kubwa kuliko ni Ibrahim Traore. Kwa sababu kwanza namna ya utuaji wake pale katika taifa hili la Burkina Faso, Traore hakutua tu kama mojawapo ya viongozi wa Afrika. Alitua kama ni muwakilishi ama kiwakilishi cha uhuru wa kisiasa, uhuru wa kiuchumi na uhuru wa utu na ubinadamu kwa watu wa Afrika ama bara la Afrika. Bara ambalo limezoea kuamrishwa, yani amri nyingi zinakuwa zinatoka nje ya bara la Afrika. Amri nyingi ni kutokea huko magharibi, tunataka mfanye hivi, tunataka mfanye hivi. Na amri zingine mpaka zinafika mahali kuingilia mpaka mahakama, yani kuiamuru serikali kwa kesi zilizoko mahakamani na kuwaambia serikali husika kuwa tunataka mfanye 1 2 3. Sasa Ibrahim Traore amefika pale kama ni kiwakilishi, kwa sababu yeye ndo anatuunganisha wote kwa pamoja. Na kuungana sio lazima tuwe tumeungana kama vile kuwa sasa Afrika iwe ni nchi moja. Hivi anavyofanya hivi ndivyo anavyotuwakilisha wote kwa pamoja na kwa ushirikiano alioamua kufanya na Vladimir Putin. Kwa sababu huu ni ushirikiano ambapo tutashirikiana mahali, yani Ibrahim Traore ameleta heshima ambayo unaona askari au wanajeshi wa Urusi pamoja na wa Burkina Faso wanaweza wakawa wanajifunza mafunzo pamoja. Lakini ni ushirikiano ambao utaleta swala la teknolojia na maendeleo kutokea Urusi. Ni swala ambalo, huu ni ushirika ambao hatupangiwi ni nini cha kufanya. Hapana, kwa sababu Vladimir Putin ni mshirika wa mataifa ya Afrika ambayo ni mataifa yameamua kuondokana na ukoloni mamboleo. Mataifa yaliyoamua kusema kuwa hapana, sisi hatutaki tena kuingiliwa na mambo yetu ya ndani. Yani nyinyi mna mambo ya ndani, lakini hampangi nyinyi, wanawapangia wao. Manake mkitaka kupanga nyinyi mtaingiliwa, mtagongwa vikwazo. Mkitaka kufanya maendeleo watawaambia, okay, mnataka kufanya maendeleo, hatukatai. Lakini je, hebu mpango wenu ni nini? Bwana mpango wetu ni huu. Pesa mnazitoa wapi? Ole wenu mseme pesa hizi tumeraise wenyewe. Watawaambia, hapana, tunataka sisi ndio tuwape msaada. Kwa sababu wanajua kanuni ya kuwa tajiri humtawala masikini na akopae ni mtumwa wa akopeshaye. Na ndio maana wanaweza wakaamuru chochote kifanyike Afrika. Hata vingine hata ambavyo sio utamaduni wetu sisi wa Kiafrika bado wanaweza wakaamuru. Kwa hiyo Ibrahim Traore anakuwa ni kama alama ya uhuru wa Mwafrika, kwa sababu kumbuka wazungu wanaelewa na wanajua sana kuwa Afrika ni kijiografia ni muhimu sana kwao. Kumbuke kuwa
Afrika haihitaji Ulaya kuliko Ulaya inavyohitaji Afrika. Ndio maana, lakini hili hawakulikiri, hapana. Ila hili waliendelea kuliweka likawa ni siri, na likawa wameliweka ni jambo lao liko polepole tu, liko chini kwa chini. Alafu huku wakija wanaanza kututukana Waafrika. Waafrika ni wajinga, Waafrika hawana akili, hawawezi kujiendesha wenyewe. Viongozi wao wako bize kuzurura, kuhutubia na kupiga picha na viongozi wakubwa wa dunia. Lakini ni nani anayewaita hawa viongozi wetu kama sio wao wenyewe? Kwa sababu wanajua wasipowaita na hawa wa Afrika wakasema tukutane mahali tuungane tuwe kitu kimoja, manake Afrika huku hakuna kitu kitakachoendelea. Kwa hiyo sasa unaona ushirikiano unaokuwepo kati ya Vladimir Putin pamoja na Ibrahim Traore ni ushirikiano unaopeleka ujumbe wa wazi na kuwasha taa, kwa sababu kumbuke Afrika wameliita bara la nuru la giza, wameliita bara la giza. Lakini Ibrahim Traore anajaribu kuwasha mwanga na kuwaonyesha kuwa hapa sisi sio bara la giza. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Lakini ungeweza kupata wapi sasa mfano kama Vladimir Putin, kama ambavyo mmemwona pale mwanzo akiwa anawakaribisha wageni, amesimama mwenyewe kukaribisha, yani ile inaonyesha kuwa we are equal. Hakuna mtu ambaye yeye ni bosi kuliko mwingine. Sasa swali linakuja, je, viongozi wetu wakienda kwenye mataifa haya, mataifa ya magharibi, hawa viongozi wa haya mataifa ya magharibi waga wanasimama kuwasubiri, alafu kila kiongozi anaingia na mkaribisha, anaingia na mpokea na mkaribisha, yani yeye ndo amekuwa receptionist, yani ni wa mapokezi, yani amekuwa kama mhudumu wa mapokezi, kuwakaribisha wakiingia na wanaingia, kuwakaribisha wakiingia na wanaingia. Lakini kitu kikubwa sana ni heshima ambayo tumeipata wa Afrika kupitia Ibrahim Traore, kwa sababu ukumbuke jambo moja zaidi ya jambo la msingi zaidi ni kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin alituma ndege huku, ni ndege ya kijeshi ile, na ndege ile maana yake sasa ujue kuna hatari nyingi by the way. Na Ibrahim Traore kama tunavyokuambia ni majaribio 48 ya kutaka kupinduliwa. Hii ni ajabu sana. Angalia Ibrahim Traore, huu ni mwaka wake wa 4 madarakani, majaribio 48 ya kutaka kupinduliwa. Lakini hiyo West Africa, mfano nitakwambia rais ambaye yuko pale Cameroon anaitwa Paul Biya, mzee ana miaka 95, ana miaka 43 madarakani. Mfaransa hana shida naye. Ukiachilia mbali huyo, Equatorial Guinea yuko pale mzee anaitwa Theodoro Obiang Nguema Mbasogo, ambaye amekaa pale miaka 41. Mfaransa hana shida. By the way, Obiang Nguema Mbasogo nimemuona pia naye Urusi akiwepo. Mfaransa hana shida kwa sababu hawa hawaingilii maslahi ya Mfaransa. Lakini the moment Ibrahim Traore pamoja na wenzake, kwa sababu alipoenda Urusi alienda pia akiwa ni representative wa hawa wengine wawili, ambapo ni Abdourahamane Tiani wa Niger pamoja na Assimi Goita wa Mali. Kwa hiyo alienda akiwa yuko hivyo. Kwa hiyo sasa unaona, kwa sababu huyu ni alama ya uhuru ule wa mtu mweusi kuwa no, tutaendesha mambo yetu wenyewe, uchumi wa kwetu wenyewe tutauangalia, alafu utu pia kujali haki za raia wetu, na pia Burkina Faso iweze kujijenga, Burkina Faso ambayo ni Afrika pia iweze kujijenga, isimame katika miguu yake yenyewe bila kutegemea mataifa mengine ya nje ya magharibi. Na yale mataifa tunayakaribisha kama wawekezaji, sio kama wanyonyaji, kwa sababu Urusi ameingia Burkina Faso naye ananufaika, lakini ameingia pale kama mwekezaji, hajaingia pale kama mnyonyaji, tofauti na ilivyo kwa mataifa mengi ya Afrika ambayo watu wanaingia kama wanyonyaji. Na kuna viongozi wengine wa Afrika wako radhi kabisa wawatoe watu wao wakatumikie maslahi ya watu wa magharibi. Si nitasema, mnakumbuka taifa moja hapa Afrika lilitoa askari wake, askari polisi waende wakalinde maslahi ya Marekani kule Haiti. Jaribu kuimagine hicho kitu. Na askari mwingine mmoja alikuwa anatokea nchi gani ile, ni sniper, alikuwa anaonya, akasema, akamwambia kabisa kiongozi wa hili taifa, chonde usipeleke askari wako, kwa sababu kule wakifika ni matatizo. Wale makateli ni watu wakatili, askari polisi hawezi akakabiliana nao, panahitaji masniper na makomando ndio waweze kwenda kule. Kwa hiyo yote ni kwa sababu tunaamuliwa kuwa hapa fanya hiki, hapa fanya hiki, usipofanya hivi tunakugonga vikwazo.
Waliweka vikwazo kwa Ibrahim Traore, vikagonga mwamba. Wakaweka matishio, yakagonga mwamba. Wakaamua kuingia na hofu, kumtia hofu ya mauaji, kwamba sasa kama ni hivi. Ndio maana umeona kumekuwa na majaribio mengi ya kutaka kumuua Traore. Hii yote ni kumwekea hofu moyoni mwake, kuwa sasa bwana, usipofuata na hiki kitu, basi we utaona sitakacha kufanya. Lakini bado mwamba amesimama imara. Kwa ndio maana nakuambia amefika kule si kama omba, no. Kwa sababu pia amekuwa ni mgeni wa heshima. Amepewa hiyo heshima. Alialikwa Urusi kama mgeni wa heshima. Hakuenda kama omba na proposal ya kuwa no. Hii ni tofauti sana na watu, viongozi wetu wanapoenda mataifa haya ya magharibi, kwa sababu lazima uende na proposal, uombe na mkopo, jamani tunaombeni mtusaidie. Hakuenda na proposal za mikopo, hakuenda na proposal za misaada. Alienda kama mgeni wa heshima, distinguished guest of honor. Manake huyu ametambuliwa kama mgeni wa heshima, na alipofika kule amepewa heshima kama kawaida. Tunamshukuru sana Vladimir Putin kwa sababu amempokea vizuri sana kiongozi wetu huyu Ibrahim Traore. Lakini pia alipofika pale akapewa gari ambayo rais wa Urusi huwa anaitumia, ya aina ile ambayo hii sio nyingine, ni Urusi Senate limousine ambayo alikuwa anaitumia kuelekea mahali ambako anatakiwa kwenda. Kwa hiyo ndio haya sasa. Kwa hiyo ametuwakilisha kama kiwakilishi cha ukuu ule wa Mwafrika na heshima ile ya Mwafrika, sio kama omba. No. Na ndio bana huyu mwamba tunamkubali sana. Basi nawashukuruni sana wanaokuwa Mwafrika. Asanteni kuendelea kutufuatilia. Tuendelee kuwa pamoja. Sisi tuendelee kuwapa updates ya kila kinachoendelea, kwa sababu ukumbuke, tusipoandika historia yetu wenyewe hakuna atakayetuandikia. Wakija kutuandikia wanaandika historia za mashujaa wetu kuwa ni madikteta. Nipe mfano mmoja, au nikupe wewe mfano mmoja, au tupeane mfano. Unadhani watu wa magharibi miaka 50 ijayo mbeleni Ibrahim Traore watamuandika kama shujaa wa Afrika? Sio kweli. Kwa sababu sasa hivi kama wanamuita dikteta, miaka hiyo watamchafua vibaya mno. Ndivyo ambavyo black history imekuwa ikifutwa kwenye uso wa dunia kwa kuwachafua hawa viongozi wetu. Kwa tusipoandika sisi historia ya Ibrahim Traore, hakuna mtu atakayekuja kuandika. Okay, Magufuli alifanya mambo mengi sana, lakini unaona historia ni kama inataka kumkataa. Kumbuka hilo. Na baada ya kifo chake wengine wameenda wamekimbilia huko Uingereza, wakaanza kuandika vitabu. Na hivyo vitabu kuwa huyu alikuwa ni dikteta. Historia sasa we must write our own history. Ndio maana yake. Kwa hiyo wanausemi mmoja wa Zimbabwe wanasema mpaka simba atakapoandika historia yake ndipo utakapoona upande wa pili ulikuwa namna gani. Lakini muindaji akiandika historia ataanza tu kukutisha. Simba huyu nilimuinda, alikuwa muoga sana, alikimbia. Lakini simba mbona hatujamsikia? Kwa hiyo ni jukumu letu wa Afrika kuwasha nuru kwa giza ambalo limekuwepo muda mrefu kupitia hasa hizi elimu. Ndio maana Burkina Faso pia wanajaribu kubadilisha mitaala ya elimu za kikoloni. Asanteni sana.